Semaji kwema? Kwema kabisa. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mungu. Pole, sauti naona haitoki. Bado haijakaa sasa. Okay, sasa tuzungumze Semaji, naona umeshafika hapa Zanzibar. Maandalizi kiujumla kuelekea mchezo ambao unakwenda kupigwa hapa ndani ya dimba la New Amani Complex tarehe 20 dhidi ya Stellenbosch. Maandalizi yanakwenda vizuri. Leo ni siku yetu ya pili tukiwa hapa katika visiwa vya Karafuu vya Zanzibar, tukiendelea na program ya mazoezi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinakwenda vizuri kwa upande wetu. Program ya jana ilikuwa ni recovery ya kuweka miili sawa sawa, lakini leo ni program fully kabisa, program ya kiufundi iliyokamilika ambayo inamwezesha mwalimu wetu kutengeneza mpango kazi kuelekea katika mchezo wetu wa Jumapili dhidi ya Stellenbosch. Na kusema kweli vijana wapo katika hali nzuri, wachezaji wetu wote wako sawa sawa. Tumesafiri kuja huko visiwani Zanzibar na kundi lote la wachezaji. Hatujaacha hata mchezaji mmoja nyumbani. Lengo ni kwamba mwalimu apate nafasi ya kuwaona wachezaji wake wote kwa wakati mmoja, kufanya mazoezi yaliyokamilika ili mradi hadi kufika siku ya mchezo awe na machaguo ya kutosha kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch. Siku hizi ambazo ziko hapa na mmefika mapema sana zinatosha kwa maandalizi, licha ya kuwa uwanja huu sio wazoefu sana kwa kuchezea. Tushazoea Benjamin Mkapa. Maandalizi yanatosha. Tangu baada ya kufuzu kwenye mechi yetu ya robo finali, hapo tukaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya hii inayofuata. Kwa hiyo tumekuwa na takriban wiki moja na ya kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika mchezo wetu. Ni kweli ni uwanja mpya wa Amani hapa Zanzibar, lakini ni uwanja ambao sisi hatuna ugeni nao hata kidogo. Lakini kumbuka sisi ni timu kubwa. Timu kubwa haipaswi kuwa na visababu vidogo. Timu kubwa inapaswa kufanya kila kitu kwa ufasaha wake. Haijalishi mazingira yako mazuri, haijalishi mazingira mabaya, lakini timu kubwa unapaswa kufanya kila kitu bila kujalisha upo katika mazingira gani. Lakini mazingira ya Amani ni mazingira mazuri ambayo sisi Simba tunayo confidence kubwa ya kufanya vizuri katika uwanja huu. Mnamtazama vipi Stellenbosch ambaye kwenye michuano hii ndo mara yake ya kwanza, lakini pia na yeye tunaona anaingia kuania nusu finali? Stellenbosch ni kuku mgeni akosi kamba mguuni, lakini ni timu ambayo kusema kweli imeshtua. Kama kuna watu mpaka leo hawaamini, basi ni pamoja na mimi, pamoja na wa Misri hawaamini kama Stellenbosch amefika nusu finali. Sasa kwenye kimpira haupasi kumdharau mpinzani kwa sababu ya historia yake, ama kwa sababu ya umri wake, ama kwa sababu ya kitu chochote ambacho hakina uhusiano moja kwa moja na ubora ama na ufundi. Stellenbosch ameshangaza Afrika kwa kile ambacho amekifanya, na sisi tunawajibika kushangaa kwa kile ambacho amekifanya. Lakini wakati tunashangaa amefanya hivyo kwa namna gani, tunapaswa kujiandaa na kukabiliana naye kwa sababu tayari amethibitisha ni mpinzani wa hatari. Pengine maandalizi kiujumla kuhakikisha mnakwenda kumfunga katika uwanja wa nyumbani kabla ya kwenda kule South Africa ni yakoje mpaka sasa? Maandalizi yanafanyika na ndio maana tumekuja hapa Zanzibar mapema ili kuhakikisha kwamba tunazoea kila kitu. Tuzoee hali hewa, tuzoee mandhari, tuzoee tamaduni, tuzoee kila kitu ambacho kinapatikana hapa visiwani Zanzibar. Ili tukishuka uwanjani siku ya tarehe 20 wachezaji wetu wawe familia. Yani kama tuwe Benjamin Mkapa ama tuwe Amani, tuwe Mo Arena pale Bunju ama tuwe KMC. Kwa hiyo tunataka kuadapti mazingira kwa 100% ili twende tukafanya kazi yetu kwa ufasaha. Mwalimu alifunguka kusema kwamba anawafahamu Stellenbosch. Pengine anazungumza nini haswa kuelekea mchezo huu? Anawafahamu, ni timu ya kutoka nyumbani kwake, anafahamu, na nilieleza siku zile kwenye mkutano wetu hapa ya kwamba mwalimu anaifahamu vizuri Stellenbosch ni timu ya aina gani, tamaduni zake, ubora wake, kila kitu anakifahamu. Na hiyo inakuwa ni faida kwa upande wa mwalimu kwenye kutengeneza mpango kazi kuelekea katika mchezo huu. Mwalimu amefanya kazi Afrika Kusini, baadhi ya wachezaji ambao wanacheza
anacheza Stellenbosch, mwalimu anawafahamu kwa majina, anawafahamu kwa kila kitu. Kwa hiyo inamsaidia kwenye kutengeneza mpango kazi wake kuelekea mchezo wetu wa tarehe 20. Chema Lonifondo tunaona amejiunga na kikosi, pengine mwalimu anazungumza nini ama daktari pengine anaweza kuwepo mmoja wapo kwenye mchezo huo wa tarehe 20? Bado sijapokea ripoti ya kitabibu kama ameshakuwa fiti kalikiti kwa ajili ya kuitumikia Simba tarehe 20, lakini habari njema ni kwamba tayari ameshaanza mazoezi, ameanza na wenzia hapo mdogo, lakini kumbuka ana takriban mwezi miwili hivi hajacheza, kwa hiyo anahitaji kuja taratibu mpaka atakapokuwa sawa basi atajumuika na wenzie. Zungumza na mashabiki wa Simba pia ambao pia wanapatikana huko Zanzibar. Jukumu lao la msingi ni moja tu, kununua tiketi. Basi mengine yote watu wachie sisi wenyewe wanunue tiketi, waje uwanjani. Mechi ni saa 10 kamili. Wakishafika uwanjani, jukumu la wao kupata furaha liko chini yetu. Tumalize na kiufupi tu kuhusiana na jana, tunaona mmemtambulisha mzabuni mpya wa jezi. Tutegemee kuiona Simba ipi kuanzia sasa? Tutegemee kuiona Simba ya kitofauti sana from now onwards. Simba ambayo ina kila kitu kipya. Kwanza tumempata mzabuni ambaye ana mipango thabiti, na mipango yake ni mipango yenye, yani mipango tekelezwa, ni mipango ambayo inaweza kutekelezwa kutokana na kile ambacho amejiandaa nacho. Lakini kama haitoshi, ni mzabuni ambaye anakuja kutuvalisha aina ya jezi ambazo Simba hatujawahi kuvaa tangu tumeanza kuvaa jezi miaka mingi iliyopita. Lakini viko vitu vingi ambavyo anakusudia kuvifanya vyenye faida kubwa na Simba Sports Club. Haina haja ya kurudia sana, vyote tumevisikia jana. Muhimu ni kumuunga mkono mzabuni wetu, yote aliyoahidi kwenye mkataba wake aende akatekeleze. Pia tumesikia kwamba unatengenezewa ofisi. Semaje, umepokeaje hili? Pole sana. Ni ofisi ya Simba kwa ujumla ambayo itakuwa na hadhi ya kisimba, itakuwa na kila kitu ambacho kinahusiana na maendeleo ya Simba. Ndio maana nasema ya kwamba Simba imezaliwa upya sasa, kwa sababu tunakwenda kuwa na vitu vya kitaalamu, vitu vya kisasa, jezi za kisasa, ofisi ya kisasa, basi la kisasa. Yani kila kitu kinakwenda kukaa kwenye standard ile ambayo wana Simba tulikuwa tunaitaka. Basi ile Tanzania lipo? Hamna basi la 2025 Tanzania halipo. Lakini kama nasikia linafanania na majirani kule. Hapana, inawezekana kampuni ikawa ni moja lakini tofauti, kwa sababu kuna Toyota kwa mfano, niseme kuna IST ya mwaka 2005 haifanani na IST ya mwaka 2015. Kwa hiyo inawezekana kuna gari jingine watu wanalo la miaka hiyo. Hili ni gari letu sisi la mwaka 2025. Kwa hiyo ni gari ambalo ni la kisasa, very luxury, very conducive, very classic. Unajua sisi ni timu ya 4 kwa ubora Afrika. Kwa hiyo we deserve vitu vizuri kweli kweli. Okay, semaji, si kutakia kila la heri. Asante sana.